أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Tunaendelea na ile kisa mtume Adam alayhi salam, na leo tumefika kikomo cha kisa mtume Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia maisha marefu mtume Adam alayhi salam. Mtume Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpatia miaka 960. Baada ya kuishi hiyo miaka 960, Adam alayhi salam akawa mgonjwa. Baada hiyo akaanza kusikia hamu ya matunda, mojawapo wa matunda katika janna. Akaambia watoto wake, ya abnai laqad ishtaqtu ila thimari aljanna, naanza kusikia hamu ya kula katika matunda katika janna, matunda ambaye nilikuwa nakulanga nikiwa janna huko, nasikia hamu ya kukula. Akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfunulie ili yapate at least aonje katika hiyo matunda ya janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfunulia ya kwamba aende mahali fulani, aende angalie kitu, lakini hakujua ni nini. Je, sasa hangeweza kusimama kwenda kutafuta hiyo matunda? Kawaida akafanya nini? Akawaita watoto wake. Akaambia, watoto wangu, mimi niko juu ya kitanda, mimi ni mgonjwa. Nataka muende mahali fulani, muende mniangalie kama mtapata hiyo matunda kama hiyo. Nasikia hamu ya kula hiyo matunda. Allahu Akbar. Watoto wake wakaondoka, wakaelekea ila mahali baba yao aliwatuma. Baada kufika pale wakakutana na watu ambao wanavaa nguo nyeupe, wanabebana na sanda ambaye imetoka kutoka janna. Wanabebana na nini nyingine? Wanabebana na kijiko ya mchanga ile. Wanabebana na sururu. Wanabebana na jembe. Vyombo ile sasa ingekuwa wanatumia kuchimba kaburi ya mtume Adam alayhi salam. Wao ni nani? Wao walikuwa malaika. Kauliza, ila aina? Wakauliza watoto, mnaenda wapi? Kawajibu, sisi baba yetu ametutuma thamaratun min thimari aljanna. Alipenda matunda miongoni mwa matunda ya janna. Baba yetu alikuwa anataka matunda moja kutoka pale, ndio tunamtafutia. Wakaambia, irji'u, tuneni turudi katika babeni. Walikuwa wanabeba vitu. Wakarudi pamoja mpaka kwa Adam alayhi salam. Baada kufika katika ile mlango, wanataka waingie. Hawa, Saida Hawa ummul bashar, akawaona. Kuwaona akarecognize mmoja wao ambaye alikuwa malakul maut, ule malaika ambaye anachukua mauti. Allahu Akbar. Anatoa roho. Kumuona ule malaika ambaye anatoa roho, Hawa akakimbia nyuma ya bwana yake ambaye ni Adam alayhi salam kujificha. Adam alayhi salam akamwambia, pana ya Hawa, usiingie nyuma yangu, hakika mimi nimeumbwa mbele yako. Kama hao wanakuja, wananikujia mimi, si wewe. Wakamkujia mpaka Adam alayhi salam, wakampa salamu, wakaambia, Adam, leo ni siku yako ya kufa. Leo ni siku yako ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu.
Adam alayhi salam, lazima unajua mtume, hakuna mtume ambaye anaweza tolewa roho bila ya kuulizwa, bila ya kupatikana idhini yake. Hakuna mtume anaweza tolewa roho. Adam alayhi salam akaulizwa, leo ni siku yako ya kutolewa roho ya Adam alayhi salam. Adam alijibu nini? Adam alisema sini kuna miaka ingine 40 ya kuendelea, kwa sababu saa hiyo alikuwa ameishi miaka 960, na Mwenyezi Mungu mbeleni alikuwa amemwahidi Adam alayhi salam ataishi miaka 1000 katika duniani. Allahu akbar. Adam alayhi salam akauliza, je, si bado nimebakiwa na miaka 40? Mtume malaika akamjibu nini? Akisema, Adam, je, ulisahau siku ile? Siku gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupatia ndani ya Qur'an siku ile hiyo kitendo ambaye miaka 40 ambaye Adam alayhi salam alichukuliwa. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa idha qada rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema nini? Anaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale ambaye tuliwaleta binadamu kutoka mgongoni mwa kizazi chao ambaye ni Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu alitoa wanadamu wote kutoka watoto wa Adam alayhi salam mpaka mwisho wa dunia. Sisi wote ambaye ni watoto wa Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu alileta mbele ya Adam alayhi salam. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akafanya nini? Wa ashhadahum ala anfusihim, akachukua shuhuda juu ya nafsi zao, wakachukua promise kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu sasa anawauliza swali. Mwenyezi Mungu anawaambia nini? Alastu bi rabbikum, je, mimi si Mola wenu mlezi? Wakamjibu nini? Qalu bala shahidna ya Allah, ndio wewe ndo Mola wetu mlezi ya Allah, tumeshuhudia ya kwamba wewe ni Mola wetu mlezi watoto wote wa Adam alayhi salam, ikiwa mimi niko ndani na wewe uko ndani. Allahu akbar. Wakamjibu Mwenyezi Mungu, yes ya Allah, ndio ya Allah, wewe ndo Mwenyezi Mungu wetu. Akasema nini? Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, musije mkisema siku ya kiyama, siku ya mwisho, musije mkasema ya kwamba tulikuwa tumeghafilika na hayo. Mwenyezi Mungu aliwaleta binadamu wote. Mwenyezi Mungu hakuwaachia pale, akasema nini? O taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubdilun. Allahu akbar. Musije mkasema tena atini mababa zetu ndio walishirikisha kabla yetu, na sisi tulikuwa tu ni watoto wao tu, sisi tulikuwa ni kizazi chao peke yake tu, sisi hatuja kushirikisha ya Allah, sisi tumefuata wale baba zetu venye walifanya. Je, Mwenyezi Mungu utatuangamiza kwa sababu ya waliofanya wapotefu? Wale wapotofu ambao waliofanya ndio utatuangamiza naye ya Allah? Msije mkasema hivyo. Leo mnachukua covenant, mnachukua promise kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunaandikishiana agreement. Adam alayhi salam anaona watoto wake wote mbele yake, kuna moja wote. Sasa Mwenyezi Mungu aliweka nuru kwa macho yao. Adam alayhi salam moja wao ndo sasa macho yake ikashika, akisema ya Allah, yule ni nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamjibu akamwambia nini? Yule anaitwa Daud, David, King David, Daud alayhi salam. Akasema atakuja lini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia atakuja mwisho wa dunia. Saa ile yuko huyo ni Daud alayhi salam, atakuja mwisho wakati ile dunia inaenda kuisha. Allahu akbar. Je, sisi tuko wapi saa hii? Akamwambia ataishi miaka ngapi? Mwenyezi Mungu akamwambia ataishi miaka 60 peke yake. Adam alayhi salam, hao wote ni watoto wake, sisi wote ni watoto wake. Akaanza kumwonea huruma, akasema ya Allah, simuongezee miaka,
at least hata sumfanyie miaka 100 ishi. Mwenyezi Mungu akamwambia hiyo ndio alikadiriwa, aliandikiwa ataishi miaka 60. Adam alayhi salam, baada Adam alayhi salam kumrudishia Mwenyezi Mungu akamwambia ya Allah, sumuongezee miaka mingine. Mwenyezi Mungu akamuuliza, je, Adam, wewe uko tayari kumpatia miaka 40 hiyo? Adam alayhi salam sema, yes ya Allah, are you sure uko tayari kumpatia miaka 40? Akasema ndio ya Allah, muongezee miaka 40. So be it. Allah subhanahu wa ta'ala akamwongezea mtume Daud alayhi salam miaka 40. Ndio mtume Daud alayhi salam akaishi katika duniani miaka 100. Adam alayhi salam 960 saila alifika akakujua. Adam alayhi salam alikuwa amesahau hiyo wakati ambaye alikuwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo ilikuwa ni bidayatul khalq. Saila Adam alayhi salam alikuwa anaumbwa, ndio alikuwa anaonyesha mambo yote, alikuwa amesahau. Ndio inasemekana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba Adam alayhi salam katika sahih kamili anasema fajahada Adam alikataa, fajahada dhurriyata, na watoto wake wamekataa. Wanasiya Adam alisahau, fanasiya dhurriyata, na watoto wake wanasahau. Wa aghadha Adam alikosea, faqadiya dhurriyata, na watoto wake wanakosea. Hiyo ni sahih, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivyo. Sasa Adam alayhi salam baada hiyo, baada ya kujua ya kwamba kukumbushwa, alimpatia miaka 40 Mtume Daud alayhi salam. Adam alayhi salam akajisilimisha, akasema sawa, niko tayari kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ile matunda ambaye nilikuwa na hamu naye siwezi pata katika hii duniani, nitapata mbele ya Mwenyezi Mungu. Akasema nipatieni wakati kidogo, wacha niongee na watoto wangu. Akawaita watoto wake. Watoto wake wakati hiyo walikuwa wengi, wakafika thousands and thousands. Adam alayhi salam akawaita wale watoto wake, akaanza kuwapatia nasiha, akaanza kuambia Mwenyezi Mungu hawezi wawacha hivyo, atakuwa anawaletea mtume baada ya mtume. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Katika kila umma Mwenyezi Mungu anasema tutawaletea mitume ili waambie nini? Wamwabudu Mwenyezi Mungu na wajiepushe na shetani. Allahu Akbar. Ndio mtume Adam alayhi salam alianza kuwapatia watoto wake nasiha, na akawachia kijana wake mmoja ambaye atakuja kwa mtume, anaitwa Shid alayhi salam. Akaambia wewe ndio sasa utakuwa kama leader yao, jua hivyo Shid alayhi salam. Adam alayhi salam akajipa. Adam alayhi salam akatola roho akafa. Allahu Akbar. Baada Adam alayhi salam kufa, fakafanuhu baada ma ghasaluhu. Inasemekana akaushwa mwili yake, malaika wakamosha ile mwili yake. Baada malaika kumosha katika ile mwili yake, wakamfungia sanda, fakafanu, wakamfungia ile sanda yake. Wasallu alayhi, wakamsalia 4 takbiratin, katika takbir 4 hiyo ni janaza, salatul janaza, wakamsalia wale malaika. Allahu Akbar. Baada kumsalia, wadafanuhu baada ma hafaru lahu hufra. Sasa wakafanya nini? Wakamzika. Kabla kumzika, wakachimba ile kaburi yake, wakatengeneza katika ile shimo ambaye Adam alayhi salam atawekwa, venye sisi Waislamu sasa tunafanya. Wakamweka ndani ile shimo, wakaweka ile mbao, ile mamiti wakaweka juu yake, ndio wakamaga mchanga juu yake, wakamzika. Adam alayhi salam akazikwa venye sisi tunazikana. Ndio malaika wakaambia watoto wa Adam alayhi salam, wakaambia hadhihi sunnatukum, hii ndio itakuwa sunna yenu,
Hii ndio itakuwa venye mtakuwa mnazikana baada ya hii. Baada ya hii mtakuwa mnazikana hivi. Allahu akbar. Adam alayhi salam akazikwa. Sasa wanazuoni wana ikhtilafiana katika ile mali Adam alayhi salam alizikwa. Wengine wanasema dufina Adam fi makani alladhi unzila. Adam alayhi salam alizikwa katika ile mali ambaye alishukia, alikuja naye katika India. Alienda kuzikiwa huko. Na wanazuoni wengine wanasema dufina Adam fi jabali Abi Qubais. Adam alayhi salam alizikwa katika mlima ya Jabal, mlima ambaye inaitwa Abi Qubais, ambaye iko Makkah, ambaye ni mlima maarufu sana. Ni mlima ambaye wakati ile Quraysh walikuwa na kisirani, walikuwa na vichwa vingumu sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama juu ya mlima akasema nini? Satamutuna kama tanamun, ewe Quraysh, mutakufa venye sahi mnalala juu ya vitanda vyenu. Wala tub'athunna kama tastaqidun, na mutafufuliwa venye munaamka juu ya hiyo vitanda vyenu asubuhi. Allahu akbar. Wala tujzauna bil khairi khaira, na malipo yenu kama mtafanya khairi Mwenyezi Mungu atawalipa na khairi. Wa bisharri sharra, na kama mtafanya na shari Mwenyezi Mungu atawalipa na hiyo shari. Allahu akbar. Fa wallahi nawaapia kwa jina Mwenyezi Mungu, Quraysh wanamwangalia. Fa wallahi nawaapia kwa jina Mwenyezi Mungu, innahu la jannatun abadan o la naru abadan. Allahu akbar. Na hiyo nawaapia kwa jina Mwenyezi Mungu, hiyo ndo mtu ataingia katika peponi milele ama ataingia katika motoni milele kwa mujibu ya vitendo vyake. Kwa mujibu ya vitendo vyake ataingia katika peponi milele na katika motoni ama katika motoni milele. Au sio? Mtume Sayyidina Ibrahim alayhi salam wakati ile alitengeneza Kaaba, akamwomba Mwenyezi Mungu, ya Allah, nani atakuja kuombea katika hii nyumba yako ya Kaaba? Ya Allah, Mwenyezi Mungu akamwambia, panda juu ya mlima ya Abi Qubais na ita watu, nadi waite watu wakuja wafanye haji. Ibrahim alayhi salam akapanda juu ya ile mlima Abi Qubais akasema nini? Inna Allaha kataba alaykum hajja fahujju, hakika Mwenyezi Mungu akashaweka juu yenu mkuje muhaji, kujeni mfanye haji. Allahu akbar. Ibrahim akanadi, Sayyidina Ibrahim alayhi salam akanadi. Ndo Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, wa'adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allahu akbar. Watangazie watu kwa haji. Mwenyezi Mungu anasema watu watakuja wakitembea kwa mguu, wengine watakuja na ngamia ambaye imekonda, na watakuja kutoka mahali mbalimbali katika barabara, mahali mbalimbali, watu watakuja kuhiji. Allahu akbar. Kila mahali hiyo sauti yake ilikuwa imefika, watu wanakuja kuhiji. Allahu akbar. Katika mlima ya Abi Qubais. Na ya tatu, Ibn Jarir ad-Dabari anatuambia hivyo ya kwamba Mtume Adam alayhi salam alizikwa katika fi Bait al-Maqdis baada ya ile flood ya Mtume Nuh alayhi salam. Mtume Nuh akamchukua yeye na Sayyidina Hawa, akawachukua hawa wawili akawaleta katika Baitul Maqdis na akazikia. Baada Adam alayhi salam kukufa na kuzikwa, kijana yake Shid alayhi salam ndio akachukua usukani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kwamba Mtume Shid alayhi salam alifanywa nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alishukisha nini? Unzilat 100 sahifa wa 4 suhuf.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishukisha vitabu 104. 104 books. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishukisha. Minha 50 ala shid. Allahu Akbar. Katika vitabu 50 Mwenyezi Mungu alimpatia Shid alayhi salam, kijana mtume Adam alayhi salam. Shid alayhi salam akawa yeye ndio anaisimamia watoto wa Adam alayhi salam kupata hiyo vitabu vyake. Shid alayhi salam akaambiwa ya kwamba wewe na hiyo watu wake hamwezi kaa pamoja na wale ile group ambaye Kabil alienda na wao. Kabil alienda na group yake. Shid alayhi salam akakaa na group yake. Shid alayhi salam alikuwa anakumbusha watu wake venye wanafaa kuamini Mwenyezi Mungu. Iblis apumziki, la'natullahi alayk. Apumziki akajifanya katika structure. Wale upande wa Shid wanaume wao walikuwa very handsome, lakini wasichana wao hawakuwa warembo. Upande wa Kabil wanaume wao hawakuwa handsome, lakini wasichana wao walikuwa warembo sana. Sasa Iblis akajifanya ile group ya Shid alayhi salam ambaye ni vijana warefu ambaye ni warembo very handsome, akaenda katika ile group ya Kabil, Cain. Akakaa katika ile group ya Cain, akajifanya mmoja wao ambaye ametoroka upande mwingine, a defector. Anasema sasa nimekuja kukaa na nyinyi upande hii. Na sheria moja ilikuwa wasichanganyishwe, wale wakae kivyao, mtume Shid na group yake naye wakae kivyao. Sasa Iblis alikuwa very hardworking, alikuwa anafanya kazi kwa bidii, anafanya kazi yake venye inatakikana. Sasa akaanza tabia ambayo haijaonekana. Akachukua chuma mbili akajigonganisha, anagonganisha kong kong, inaanza kutoa sauti. Watu wote wanakuja wanaangalia, ala, kwani nini inaendelea? Hii sauti inatoka wapi? Wanakuja pale, wanakuta ya kwamba Iblis anafanya hiyo sauti. Akachukua kama kitu kama mti, akaanza kufanya kama frimbi, pip 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 pip, ikaanza kutoa sauti. Hakuachia hapo, akachukua ngozi akakausha, akaitengeneza drum, ngoma, akaanza kuigonga tu tu tu. Watu wote wanakujiana, wanashangaa nini inaendelea? Hii sauti kwani inatoka wapi? Hii sauti ambayo tunasikia ni nini? Sasa wakaanza kufurahia, wakasema wow, kwani ile group ya upande mwingine Shid alayhi salam watu wameendelea sana, kwani vitu zote zinatoka huko kwa hii watu wamekuwa more advanced. Sasa wakafanya nini? Wakasema tulipenda hii kitu. Sasa Iblis akafanya aje? Iblis akasema hii tunaifaa kufanya kitu ambaye inaitwa siku moja ya kucheza. Na hiyo siku moja ambaye ameweka ili watu wajiburudishe ilikuwa ni Saturday evening. Saturday evening mpaka usiku. Mpaka leo hii, ile wakati ambaye Iblis aliweka mpaka saa hii, dunia mzima utadhani kama inafanana na ile zamani, wakati ya zamani. Saturday evening ndio aliweka watu wacheze dansi, watu wafanye muziki, watu wafanye mambo mabaya. Baada kufanya hivyo, sasa Saturday walikuwa wanakutana, wanafanya party, watu wanacheza pamoja, wanafanya mambo yao Saturday. Iblis ametengeneza nini? Iblis ametengeneza ile firimbi, ametengeneza ngoma, ameanza kugonganisha chuma,
watu hawajui, wanashangaa. Ni watu mara yao ya kwanza kusikia sauti, wanaanza kusikia sauti ambayo hawajawahi sikia. Sasa Iblis kutengeneza kila kitu, watu ile Saturday wanacheza. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wastafziz man istada'ta minhum bisawtik. Allahu akbar. Wachochee uwezao wote ambao wazao, wachochee kwa sauti yako ewe Iblis. Waajlib alaihim bikhaylika wa rajlik. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu hakuachia hapo. Mwenyezi Mungu anasema wakusanye ile jeshi lako, wale wapendao kuenda na farasi na wale ambao wanapenda kutembea na mguu. Washarikhum fil amwali wal aulad, na shirikiana nao katika mali zao na watoto wao. Allahu akbar. Kivipi? Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema wavute, wachochee na sauti yako? Iblis jambo lake la kwanza kutumia kupoteza wanadamu ilikuwa ni muziki. Alileta muziki kupoteza watu, hiyo sauti na hiyo mchezo. Baada kufanya hivyo kwa ile group ya Kabil, akakuja katika ile watu wa Shida alayhi salam, katika ile vijana, akaanza kuwawekea doubt, akaanza kuwekea katika akili yao, akaanza kuwadanganya, akisema kivipi inasemekana nini msiende kumingle, kuenda kuinteract na kuingiana na wale makazini wenu wa pande lingine, ile group ya Kabil. Wale vijana wakakujia Mtume Shida alayhi salam, wakaambia kivipi sisi unatuambia hatuwezi kaa pamoja na mandugu yetu? Shida alayhi salam akaambia, unajua Kabil aliua ndugu yake, Ken aliua ndugu yake Habil, alifanya dhambi ile kwanza kabisa katika dunia. Kwa sababu hiyo ndio tuliambiwa tusijaribu kuingiana na yeye ama interaction na yeye. Yeye anaishi kando, sisi tunaishi kando. Sasa Iblis anajifanya mmoja wao, anawakujia anaambia, si tuendeni tuoneshe ni nini weekend inatokeanga, muone tuko juu, ile maneno iko huko Saturday evening, kuja tumuone. Na nimwambia upande ile nyingine ya Kabil Cain sana, uko upande ile nyingine ni warembo sana. Wala vijana wakaenda pale, wakaanza kuangalia, wakaanza kutoa macho, wakaona hapa kuna wasichana warembo sana upande ile nyingine. Juu ya ile mlima wanaangalia, pale chini wanaona watu wana dance ile ngoma, wanasikia sauti ambayo hawajawahi sikia, kwa sababu ngoma haikuwa. Wanaanza kusikia sauti, wanaolisongelea karibu, wakaanza kuona ile warembo. Wale wasichana nayo wakaona ile vijana ambaye ni handsome ambayo wanakuja. Ndio Ibn Abbas radhiallahu anhu anatuambia akitafsir katika ile sura ya Ahzab, katika ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akiongea na wanawake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanawake ambaye ni muuminin, anawaambia mukae katika manyumba zenu na msikuje kujionyesha venye walikuwa najionyesha ile jahiliyatil ula, ile majahilia, wale watu ambaye ni ignorance, watu wa kwanza kabisa walikuwa wanafanya hiyo jambo ya kujionyesha. Walifanya nini? Wale watu wa Kabil, Ibn Abbas anasema walikuwa ni ile wasichana wa Kabil, wale wa group ya Kabil, ile wasichana walikuwa pande hiyo, walienda wakavaa nguo ambaye inawashika, nguo ambaye wanaonekana urembo yao, wakaanza kujionyesha. Hiyo ndo jahiliyatul ula. Great mufassir of the Quran Ibn Abbas radhiallahu anhu anatuambia. Sasa wale warembo wakaanza kujionyesha. Hapo nini natokea?
Washarikhum fil amwali wal aulad. Dhambi inaanza kutokea, shetani anaanza kushirikishiana na hao katika watoto hao na mali yao, kwa sababu sasa pale ngono itaanza kutokea, mambo mbaya itatokea, watoto ambaye hawakuzaliwa katika wedlock ambao watatokea. Ngono na tabia mbaya na kila kitu inatokea pale. Nini melete? Muzika. Kitu wa kwanza ni muzika. Ndio imekuja na hiyo tabia nyingine mbaya yote pamoja. Mpaka saa hii hakuna mtu amemshirikisha Mwenyezi Mungu. Mpaka saa hii ni ummatan wahida. Sheitani alianza kuwadanganya na mambo mengine ya disco na music na ubaya ngine, lakini mpaka saa hii hakuna mtu amemshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu kingine. Sheitani anaenda very patient, anaenda slow by slow. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah. Allahu akbar. Wale ambaye pindi wanapofanya uchafu ama wanajidhulumu nafsi zao, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru lidhunubihim, ili Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi zao. Wanamuomba Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi zao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna yoyote anayefuta dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambaye hawezi rudia tena hiyo maneno wakiomba msamaha, hawezi rudia tena hiyo maneno wakiwa najua, unawachana naye kabisa. Mwenyezi Mungu anawapatia malipo gani, zawadi gani? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema malipo yao itakuwa atawasamee, Mola wao mlezi atawasamee madhambi zao, hata wacha hapo. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na Mwenyezi Mungu atawapa bustani, janna zipitazo mto ndani yake. Katika ile janna mito inapita ndani yake ya kila aina. Allahu akbar. Khalidina fiha, Mwenyezi Mungu anasema watadumu milele ndani, watakaa ndani milele. Allahu akbar. Katika hiyo janna. Allahu akbar. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie janna. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuchunge na madhambi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukutanisha na baba yetu Adam alayhi salam na Shid alayhi salam. Mwenyezi Mungu atufanye tuwe pamoja nao katika janna insha Allah. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.